Kristo. Shalom. Bwana wabariki sana. Karibuni tena wapendwa katika programu yetu hii ambapo tunaendelea na mafundisho yetu kuhusu kitabu cha Wakorinto. Na tuko katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wow, tumeongea mengi sana ya kutosha kuhusu habari za kitabu hiki cha Wakorinto wa kwanza. Na ninaamini wanafunzi ni wengi sana ambao mnaendelea kusikiliza kwa makini. Tumemaliza sehemu ya kwanza ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza ambayo ilikuwa sura ya kwanza hadi sura ya 4. Na katika sura ya kwanza hadi sura ya 4 alikuwa ni mtume Paulo akijibu baadhi ya mashtaka ambayo aliyapata kutoka kwa watu wa nyumbani mwa Kloe kuhusu kanisa la Korinto. Na moja ya shtaka hilo ilikuwa ni kugawanyika kwa kanisa. Sababu kanisa la Korinto lilikuwa limeshagawanyika, wamoja wanajiita ni wa Apolo, wengine wanajiita ni wa Paulo, wengine wanajiita ni wa Kefa, wengine wanajiita ni wa Kristo. Kwa hiyo kanisa likagawanyika, kanisa la Korinto. Paulo sasa akawajibu ili kurudisha kanisa kwenye misingi halisi ya imani la Kikristo, yaani kumtegemea Yesu Kristo. Jambo lingine katika sura ya kwanza hadi ya 4, Paulo anaongelea kuhusu habari za hekima, tofauti kati ya hekima ya kibinadamu na hekima ya kimbinguni. Paulo akaonyesha ya kwamba watumishi wa Mungu hawafanyi kazi kwa hekima ya kibinadamu, lakini wanafanya kazi kwa hekima ya kimungu. Na hayo ni baadhi ya mambo tuliyoyaona katika sehemu ya kwanza ya jinsi tunavyoendelea na kitabu hichi cha Wakorinto wa kwanza. Hivi sasa tuko katika sehemu ya pili. Sehemu ya pili ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza, yaani ni kuanza sura ya 5 hadi sura ya 7. Sura ya 5 hadi sura ya 7 ndiyo sehemu ya pili ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Hii sura ya 5 hadi sura ya 7 inaongea kuhusu masuala ya uzinzi. Yaani inaongea kuhusu masuala ya ndoa peke yake. Ndio mambo mazito ambayo yanalala. Sababu ukisoma katika sura ya 5 kitabu hiki cha Wakorinto, Paulo anaonya kanisa la Korinto kuhusu habari za uzinzi ambao aliusikia katika kanisa la Korinto. Na sio uzinzi mdogo, ni uzinzi mbaya sana wa mtu kutembea na mke wa baba yake. Na sura yake ya 6 ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Paulo anaonya kanisa kuhusu kustakana, yaani watu katika kanisa kutoa mashtaka yao kuyapeleka kwa wapagani, jambo ambalo ni la ajabu sana. Ina maana kanisa la Korinto lilikuwa limefika kwenye hatua za ajabu sana. Wanaanza kutoa mambo ya kanisa kuenda kuyafanya kuwa mashtaka kwa watu wa nje. Wow. Na sura ya 7 ni maagizo sasa ambayo Mungu anatoa kuhusu habari za ndoa. Kwa hiyo hizo ndizo sura 3 ambazo zinaongea masuala ya ndoa. Ikumbukwe ya kwamba tatizo hili la uzinzi ilikuwa ni moja miongoni mwa matatizo ya kanisa la Korinto wakati watu wa nyumbani mwa Kloe wanamwandikia Paulo. Paulo alipata barua au alipata hili shtaka, na hili shtaka lilikuwa limebeba vipengele tofauti tofauti. Kipengele cha kwanza ndicho cha kanisa kugawanyika, kipengele cha pili ndio hiki cha uzinzi, na tutaendelea kuviona hivyo vipengele kadiri tunavyoendelea na kujifunza kitabu hichi cha Wakorinto wa kwanza. Ina maana ilikuwaje katika kanisa la Korinto? Kanisa la Korinto lilikuwa limebaki kanisa la kimwili kabisa 100%. Na lilikuwa limeanza kuingiza mambo ambayo hayastahili kuonekana katika ulimwengu wa Kikristo, katika ulimwengu wa Wakristo. Kwa hiyo mambo kama hayo yalikuwa yamekuwa ni chanzo, sababu kubwa ya kuharibika kwa kanisa la Korinto. Ndio maana Paulo akakaa chini akaandika kuhusu swala hili la uzinzi, akionya kanisa la Korinto. Na ukweli ni kwamba haonyi tu kanisa la Korinto, anatuonya sote, sababu sote tunahusika kwa njia moja au nyingine. Tusome basi moja kwa moja sura hiyo yake ya 5, tuanze mstari wake wa kwanza.
Inasemaje? Sura ya 5 mstari wa kwanza, tusome kwa jina la Yesu Kristo. Sura ya 5 mstari wa kwanza. Lakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa. Kwenu kuna zinaa. Na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye. Yaani zinaa ya ajabu ambayo ilikuwa inatendeka katika kanisa la Korintho. Na kumbuka hawa ni Wakristo wako katika kanisa, ila wanafanya zinaa ya aina hiyo. Mtu kutembea na mke wa babaye. Haya ni mambo ya ajabu sana. Na ndio hivi, ni kawaida katika makanisa kunapita mambo mengi sana. Mimi nimekutana na watu ambao wana deception kubwa sana na makanisa. Sababu kuna vitu vinatendeka katika makanisa uweze amini. Unajiuliza hawa ni wachungaji au ni mashetani? Yaani unakaa na watu ambao wanaitwa wachungaji, unatamani basi ungekaa na mpagani ambaye hajaokoka. Makanisani kunatendeka vitu vya kiajabu. Sababu gani? Mtu anapoenda kanisani anatarajia kufika mahali patakatifu. Mtu anapoenda kanisani anatarajia kukuta watu ambao wameokoka, na watu ambao wameokoka lazima wataonyesha tabia za Kristo, na watu ambao wameokoka utakuwa lazima mfano mzuri wa kuigwa katika jamii, sababu ni watu ambao wenye tabia nzuri, tabia njema zitakazovutia wengine waje wawe wa Kristo. Kwa nini watu wengi hawaokoki leo? Ni kwa sababu hawaoni tabia za Kikristo kwa wale wanaojiita wa Kristo. Kwa nini watu wengi wanakataa leo hata kuingia makanisani? Ni kwa sababu walitarajia kuona kitu kizuri wakati walipookoka, ila walipofika kanisani kwenyewe ndo wakaona ubaya kuliko jinsi walivyokuwa bado wangali wapagani. Kwa hiyo kuna watu wana deception kubwa sana. Nimeongea na watu aina tofauti tofauti. Nimeongea na watu wanasema hivi, kweli watumishi wa Mungu kweli wapo? Watumishi wa Mungu wa kweli bado wako katika dunia hii? Nimekutana na watu wanasema yaani hawa wanaoitwa wachungaji ni matapeli wa hali ya juu. Hawa wanaojiita wa Kristo hawa ni wezi, ni wazinzi wa hali ya juu. Na hiyo imefikia katika makanisa mengi. Sikia katika kanisa la Korintho. Kanisa la Korintho hili ambao mtu yani habari za uzinzi zilizomfikia Paulo ni habari za uzinzi ambazo Paulo anasema ya kwamba na zinaa ya namna isiyokuweko hata katika mataifa. Yaani ni zinaa ambayo haiko hata katika wapagani, hata katika mataifa haipo, lakini inaonekana wapi? Katika kanisa. Si mambo ya ajabu sana hii. Yaani zinaa ambayo iko katika kanisa ni zinaa ambayo haiko hata katika mataifa. Kwamba mtu awe na mke wa babaye, si ni ajabu sana? Unaweza ukakae na mama yako, mke wa baba yako si ni mama yako. Sasa unaweza ukakaaje na mke wa baba yako? Do you see? Lakini inatendeka wapi? Katika kanisa. Ndio hivyo. Wakristo wenzangu, hili litufunze jambo moja, ya kwamba Ukristo ni swala la mtu binafsi na Mungu wake. Mnapokuwa katika kanisa, usiwekeweke macho kwa watu. Kuna wengine wako kanisani lakini sio Wakristo kabisa, na wala hawajui hata kama wamefuata nini. Kuna wengine wako kanisani hawajaokoka, wameitwa na shetani ili kuja kuvuruga kanisa. Kuna wengine wako kanisani misheni yao kubwa ni kuja kuharibu kila kitu. Ndio maana usitazame fulani anatembeaje, fulani anaishije. Wewe utakachokitizama ni kulinganisha maisha yako na neno la Mungu kila siku. Ona kanisa la Korintho. Na ndio kanisa la Korintho ambalo limefunguliwa na Paulo. Lakini sikia zinaa ambayo iko katika kanisa. Paulo mwenyewe anashangaa eti zinaa ambayo haiko hata katika mataifa, lakini inatajwa kweli. Sura mstari wa 2. Nani mwajivuna wala hamkusikitika ili kwamba ondolewe miongoni mwenu huyu aliyetenda jambo hilo. Unaona, yani watu wa kanisani wanajivuna. Sasa hili ni jambo la ajabu sana. Ina maana wao walio pale kanisani wanajivunia mtu kama huyo kuwa na mke wa baba yake. Yako wapi katika kanisa? Ila yako da, hili ajabu sana. Yaani katika kanisa ambalo Paulo amefungua, Paulo mtume, bado kuna watu ambao wanaishi na mke wa baba yake, na bado lile kanisa linajivuna kuwa na mtu kama huyo. Mstari wa 3. Kwa maana kweli nisipokuwapo kwa mwili lakini nikiwapo kwa roho mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo kana kwamba nikiwapo. Ndio mstari wa 4. Katika jina la Bwana wetu Yesu
ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu, pamoja na uweza wa Bwana wetu Yesu, kumtolea shetani mtu huyo, ili mwili uadhibiwe, ili na roho iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. Simamia kwanza hapo niongee huu mstari wa 4 na wa 5. Hii ni mistari mizito sana. Mstari wa 4 na wa 5. Hii ni mistari tunaita utaratibu katika kanisa. Mtu akifanya jambo kama hili anatengwa na kanisa. Huko ndio kunaitwa kutengwa, kufukuzwa katika kanisa. Na Paulo ndiye aliyeanzisha hili swala. Anasema katika jina la Bwana wetu Yesu, ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu, pamoja na roho yangu, pamoja na uweza wa Bwana wetu Yesu, kumtolea shetani mtu huyo, ili mwili uadhibiwe, ili roho iokolewe katika siku ya Bwana. Na matatizo mengi na uchafu mwingi uko katika makanisa ni kwa sababu wachungaji hawataki kuapplicate au kutenda au kuliingiza kazini neno hili. Mtu akiwa kanisani ni mzinzi, tenga, fukuza. Hii injili sio injili ya kubembelezana. Huu sio Ukristo wa kupigana msasa kwenye mgongo. Wakristo sio kuku wa kizungu, asema ndugu Branham. Ndugu Branham ndio alikuwa anasema ya kwamba Mkristo sio kuku wa kizungu, Mkristo ni kuku ya asili. Kwa hiyo hapa hakuna cha broiler, hakuna cha kuku wa kizungu, hakuna cha kubembelezana. Ni either you believe, either you don't believe. Na kama huamini, tunakutenga, we kick you out. We don't care wewe ni mtoto wa nani. Uwe mtoto wa mchungaji, uwe mtoto wa mwalimu, wa mwinjilisti, wa mtume au wa mzee yoyote wa kanisa. Mtu akiingiza uchafu kanisani, tenga. Ukishindwa kulitimiza hili neno kwa yule mtu wa kwanza aliyelifanya, ndo chanzo cha kuingiza uchafu kanisani. Wengine wakija sasa wakifanya jambo hilo hilo, utashindwa kuwatenga. Kwa nini? Kwa sababu watasema, wewe mbona fulani alifanya hivi hukumfanya lolote. Sasa kwa nini mimi ndo unataka unionee? Wengine sasa utaona kama vile umewaonea. Ndo maana inapaswa kusimama na mpanga mwanzoni kabisa, na kusimama imara na kuushika huo mpanga na kuufanyia kazi bila kujali ni nani au ni nani. Hiyo ndo njia pekee ya kusafisha kanisa. Lakini kanisa linajaa wezi, kanisa linajaa wazinzi, tena wazinzi kama hawa, mtu anaishi na mke wa baba yake. Kanisa linajaa wapenzi wa jinsia moja. Kanisa linajaa uchafu wa kila aina, na mchungaji anajivuna kuwa na watu kama hao. Kwa nini usiwatenge kama Paulo? Kutenga mtu ni neno, kufukuza mtu kanisani ni neno, kumwambia toka ni neno. Nimesikia mchungaji mmoja anasema ya kwamba eti kwangu waje machangudoa wote. Nikasema hilo sio kanisa, hiyo ni klabu tu. Hakuna kanisa ambalo linaweza likasema machangudoa wote waje hapa na waendelee kuwa machangudoa. Hapana. Kwa hiyo huu mstari huu, watumishi wa Mungu wanapokubali kuweka katika vitendo, kanisa litasafikana. Kuna watu wengine ambao wana roho ya kobe, hawawezi wakasikie kama hawajawashiwa moto juu ya ganda lao. Kwa hiyo lazima uwawashie moto. Mtu unamuonya mara ya kwanza, mnamuonya mara ya pili, mnamuonya mara ya tatu, wasikii. Maandiko yanasema mwenzako akikosea, enenda ukamuonye wewe na yeye. Asiposikia itawapili. Asiposikia, ambia kanisa na atengwe. Sababu ili kanisa hatutafuti wingi wa watu. Ili kanisa hatutafuti tujulikane kwamba tuna watu 5,000, 6,000. Watu 5,000, 6,000 ambao wanaenda kuzimu ni sawasawa na kukaa chini bila kuhubiri. Kwa hiyo unaweza ukawa na watu wengi kanisani ambao kwa Mungu huna mtu hata mmoja. Yaani wewe kanisani mwako na watu 300, lakini mbele za Mungu na watu 2 tu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuachilia uchafu katika kanisa la Roho Mtakatifu. Mtu anaishi maisha machafu yanalichafua kanisa, tenga, toa nje. Mimi napenda sana makanisa yetu. Sisi bana hakuna mzaa. Ukileta ujinga we kick you out. Utaenda huko unasema wamenionea, wananichukia, kanisa mchungaji hanipendi. Ni yako, yanakuhusu wewe na Mungu wako. Ila sisi tutakufukuza nje. Na huu sio Ukristo wa kubembelezana. Au mtu kwa sababu ana pesa zake, sijui anatoa cha 10 ya pesa nyingi, anatoa cha 10 ya dola 9,000. Nilipenda mchungaji mmoja. Kuna mchungaji mmoja bwana, muumini mmoja alikuwa na cha 10 anatoa kwa mwezi dola 9,000. Dola ngapi? 9,000. Sio mzaa.
9,000 ni hela hiyo. Sasa huyu akataka kuleta mzaa, yani akataka sasa yeye kama awe anaongoza mchungaji. Yani yeye akataka sasa awe anaambia mchungaji nataka tufanye hivi na mchungaji akubali. Mchungaji nataka tuenende hivi na mchungaji akubali. Kwa sababu anatoa $9,000. Yule mchungaji akaja akaniuliza, sasa hapa mzee tunafanyaje? Mbona anataka sasa kama kuniongoza? Nikasema kwa nini? Kwa sababu ya hii chakumi yake ya $9,000 kwa mwezi. Nikamwambia sikiza, huyu ukimwendekeza hivyo atakuja kukunyambia juu ya kichwa. Mnyooshe kabisa, muonye. Bwana we, mchungaji akamuonya mara ya kwanza. Sawa akakaa. Ila akaendelea na hizo tabia. Yani hata plani ya kujenga kanisa anataka yeye atoe plani. Tutajenga hivi. Kanisa itakavyokaa anataka yeye atoe plani. Watu watafanya nini kanisani anataka yeye atoe plani. Mashemasi watachaguliwaje anataka yeye pia atoe wazo. Nikasema huyu mtu muonye vikali. Mchungaji alisimama kidete akamuonya. Huyu mama akakasirika. Akasema mimi naenda. Wende toka. Akaenda na pesa zake. Do you see? Na hivyo ndivyo kisi watu wanapaswa kusimama. Inapaswa kusimama kidete kwenye neno. Uwezo ukatukoseshe sisi amani kwa sababu ya hela zako. Hapana. Sababu gani? Uchafu ukiingia kanisani itakuwa vigumu kuondoa. Sababu watu watasema kwamba unanionea mimi. Unaona hapo sasa? Watu watasema unanionea mimi. Na watu wakishasema unanionea mimi, utashindwa sasa kulisafisha kanisa sababu uliingiza uchafu mara ya kwanza. Na hakuna watu wanaleta vurugu kanisani na kutaka kuongoza kama hawa matajiri wenye hela. Tatizo kanisani kukijia watu wengi wenye hela, wanataka wao sasa waliongoze kanisa kupitia mchungaji. Yaani mchungaji abaki pale kama vile sijui kitu gani, ila wao ndo wawe wanamuongoza sasa. Wao wanamwambia mchungaji na wanakuja polepole, hawaji eti na pressure au kama vile kushurutisha. Anaongea kama vile anatoa kawazo. Mchungaji, mimi nilikuwa ninafikiri tungeweka carpet ya blue kuliko nyekundu. Wao wanamwambia hapana, naona tuweke carpet nyekundu. Tuweke carpet nyekundu. Hapana pasa, tungeweka carpet ya blue. Sasa wewe ukikataa yale mawazo yake ya carpet ya blue, unaweka carpet nyekundu kanisani, kwake yeye inakuwa shida. Kwa nini mlikataa mawazo yangu? Sasa wewe ni nani? Sababu ya hela zako, toka. Nenda na hela zako. Kuna kijana mwingine hivi mmoja hivi anasijua anajivuna anatoa hela twake. Anataka kuniletea mimi ujinga. Kaambia wewe, mimi unataka niletea ujinga sababu ya hela zako, toka. Nikamfukuza seriously. Kwa hiyo watoto wa Bwana lazima tujifunze kuwa na msimamo katika neno la Bwana. Ijalishi nini. Na huu msimamo ni pamoja na kusafisha kanisa, kumtolea mtu shetani aharibu mwili wake, lakini roho yake iokolewe siku ya hukumu. Ndicho alichofanya Paulo hapa. Mtu akileta ujinga kanisani, kick him out. Sababu ukiendelea kuweka nyanya moja yenye kuoza miongoni mwa nyanya nzuri, ile moja yenye kuoza itaozesha zingine. Ukiendelea kuacha kondoo wa tabia mbaya miongoni mwa kondoo wazuri, yule kondoo wa tabia mbaya ataharibu kondoo wengine. Kuna mchungaji mwingine mmoja, rafiki yangu sana, yuko Kinshasa, akanipigia simu. Bwana rafiki yangu huko nina shida. Nikamwambia shida gani? Akanieleza kuna kondoo mmoja hapa bwana, ananiletea gozi sana. Nikamwambia shida ni gani? Akanieleza huyo baba jinsi gani alivyomtuma kwenda kwenye kanisa, baadaye kwenda kufungua kanisa akaanza kuzini na mabinti kule alikotumwa kwenda kufungua kanisa. Akarudi mara ya kwanza, akaja akaomba mchungaji msamaha, akatubu. Mara ya pili aliporudi tena akaendelea kuzini. Mchungaji akachukua ile shida akaichunga kama siri, akamwambia kwa uficho, hapana hata kufanya hivyo. Akaita mke wake, akamwambia hona anachofanya mume wako, hii ni mbaya. Yeye ameenda kwenye kazi ya umishonari, ameenda kwenye kazi ya injili, mbona tena anaanza kutembea na wanawake? Hii ni mbaya sana, hatupaswi kusikika tukifanya mambo kama haya. Mchungaji akamsimamisha yule jamaa, akatuma mtu mwingine kwenye lile kanisa. So huyu jamaa aliyesimamishiwa akaanza sasa kuvumisha habari mle kanisani kwamba mchungaji amenisimamisha nisiende kwenye lile kanisa kwa sababu hanipendi. Mchungaji ananichukia, anaona kule niliko kwenda nilikuwa nimeshazaa matunda mengi, nilikuwa nimeshapendwa na watu, ndio maana mimi nikamwambia yule rafiki yangu, sikiza my friend.
Usikaekae na mtu ambaye analeta ujinga kama huo kanisani. Kick him out, mtoshe nje. Kwa nini? Kwa sababu huyo ataendelea kuozesha kanisa polepole. Ataleta habari hapa, analeta na watu vile gisi wewe kwa hekima yako hutaki kuliongea kanisani, watu watafikiri labda yeye anaongea kweli. Sababu kweli watu si wanamuona yuko pale. Yeye alikuwa tuseme mkoa mwingine, anarudi anakuwa pale. Watamuuliza, pastor, umesharudi huko hapa? Anaambia, hapana, mchungaji amenirudisha hapa ni sababu amenionea wivu. Kumbe wewe hujamuonea wivu. Na hilo swala hambia kanisa. That is how I told you. Hilo swala hilo usiliweke siri. Ita halmashauri ya wazee. Waambie halmashauri ya wazee kwa nini ulimtoa huyu kijana huko alikokuwa. Alafu chukua wewe pamoja na halmashauri ya wazee, nendeni mbele ya kanisa. Liweke wazi mbele ya kanisa, ili kwamba kanisa lijue kweli. Kwa sababu kanisa lisipojua kweli, kesho yake itaonekana wewe ndio uko makosani. Akasema, baba nimekupata. Na akaenda akaambia kanisa wazi, akaambia ni 1, 2, 3. Kumbe ndio hivyo. Jamaa ndo akabaki, kanisa lote munisamee. Na akarudi kula alikokuwa, akaomba pia msamaha. Ndio watu wakatulia. Unaona huko. Kwa hiyo usafi lazima utende kazi katika kanisa. Tuna kesi nyingi sana, na ukitafuta hizi kesi katika makanisa, unaona ni mchungaji aliachilia mahali fulani. Alifikiri ni hekima ya uchungaji, kumbe ameharibu kanisa. Paulo yeye alikuwa na hekima ya umitume. Ndio maana unaona mtume waga alete hana mzaa. Mtume anataka kanisa linyooke kwenye mistari. Mtume anataka kanisa linyooke kwenye mstari wa neno. Tatizo ya mchungaji yeye ana hofu ya kupeleka nafsi mbali. Mtume yeye hana hofu ya kupeleka nafsi mbali. Anajua hii nafsi itarudi tu kama imeitwa na Mungu. Ana lengo moja ya kanisa linyooke kwenye neno. Kwa hiyo mtume anaona picha ya kanisa nzima. Mchungaji anaona picha ya kondoo mmoja. Unaona tatizo iliyopo. Kwa hiyo mtume yeye anataka atengeneze jambo ili kanisa nzima lipone. Mchungaji yeye anataka atengeneze jambo ili kondoo mmoja apone. And that is a big difference. Sisi wengine tunaona ni kanisa nzima litakuwaje hii habari isipokuwa bien gere. Kanisa litakuja kuharibika. Kwa hiyo huyu mtu lishughulikie hili vizuri. Ndio maana ninaunga sana Paulo mkono hapa aliposema huyo mtu atengwe, na mkiwa pamoja na mimi kwenye roho, mimi huku mwenyewe naanza kumtenga. Tulikuwa hivi zamani. Unajua zamani tulikuwa tunatenga mtu na hakuna hata kumpatia. Yaani unafika kwake unakuta ndugu anacheza mpira kwake, unafika pale unamwambia ndugu, ninakutenga kwa jina la Yesu. Kwanza leo wewe si ndugu tena katika imani. Lakini leo hapana. Twende basi kwenye mstari wake wa 8. Wa 9 wakenda. Okay. Na niwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii. Au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wakuabudu sanamu, maana hapo ingeliwalazimu kutoka katika dunia. Lakini mambo yalivyo, ndio na niwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji, mlevi, mnyang'anyi, mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Huu ndio utaratibu wa kanisa. Hii ndio kitu kinaleta shida katika makanisa. Watu hawaweki hili neno katika application. Unaona, yani watu kama wangeweka hili neno katika application, haya matatizo yasinge kuwepo. Tatizo ni mtu aitwaye ndugu. Yani mtu ambaye ameokoka, ameamini, tukambatiza kwa jina la Yesu, tukamuita ndugu. Kumbe huyu ndugu, sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Sawa? Sasa dunia mzima imejaa wevi. Dunia mzima inajaa wazinzi. Dunia mzima inajaa wenye kutamani. Dunia mzima inajaa waabudu sanamu. Sasa kama Paulo angesema kwamba tusichangamane na waabudu sanamu wa duniani, si hapo sasa ingetubidi tuame katika dunia hii, sababu dunia yenyewe inajaa waabudu sanamu. Lakini wala ambao Paulo anasema tusichangamane nao ni hivi,
Mtu aitwaye ndugu akiwa ni mzinzi, huyu si mtu wa kuchangamana naye, huyu ni mtu wa kutoa nje, kick him out. Mwenye kutamani, mwenye kuabudu sanamu, sawa, mwenye kuabudu sanamu, mtu anaitwaye ndugu mtukanaji, mtu aitwaye ndugu mlevi, mtu aitwaye ndugu mlevi, kick him out. Unajua tatizo ni nini? Watu wengi wana haja ya kondoo 100, 1000, 20,000 kwa sababu tu ajulikane fulana na kondoo wengi, lakini kanisa halisafishwi. So kama usafishi kanisa, subiri utaliona. Utakumbuka ya mahubiri huko mbele. Kondoo watakunyambia kwenye mikono na utashindwa sasa kuwasafisha. Na usafi wa kanisa, mara nyingi usipoanza pale mwanzoni, unalianza kanisa na unaweka utaratibu vizuri, mbeleni kule utashindwa kulisafisha. Watu lazima wajifunze kusafisha kanisa. Wow. Hebu tuendelee. Lakini anza 12. Maana yanihusu ninyi kuwahukumu wale walio nje. Ninyi hamhukumiwe, hamhukumu hao walio nje, walio ndani, lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Muondoweni yule mbaya miongoni mwenu. Tuondoe nani? Mbaya. Sasa tatizo ya leo, wabaya miongoni mwa watu hawaondolewi, na kanisa linasema tuondoe wabaya miongoni mwetu. Wow, nafikiri tumepata picha na tumeelewa katika sura ya 5 Paulo aliandika nini kwa kanisa la Korinto. Katika sura ya 5 umeelewa nini? Niambie. Paulo anaongea nini kwa kanisa la Korinto? Katika sura ya 5 nimeelewa kwamba Paulo anaongea kuhusu kusafisha kanisa, yani kuondoa wazinzi katika kanisa. Katika sura ya 5 Paulo anaongea kuhusu kusafisha kanisa dhidi ya uzinzi, ulevi, uabudu sanamu, tamaa mbaya, unyang'anyi, yani kusafisha kanisa. Kusafisha nini? Kanisa. Sasa twende haraka katika sura ya 6. Sura ya 6 kama nilivyoongea, soma mstari wa kwanza tuanze kusikia hapo. Mtu wa kwenu akiwa anadahawa juu ya mwenzake, athubutu kushitaki mbele ya wasio haki, wala si mbele ya watakatifu? Au amjue ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa nanyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Basi mkiwa na mahali panapohukumiwa mambo ya maisha haya, mwawaweka kuwa waamuzi hao waliohesabiwa kuwa si kitu katika kanisa. Nasema hayo nipate kuwatayarisha. Je, ndivyo kwamba kwenu hakuna hata mtu mmoja mwenye hekima awezaye kukata maneno ya ndugu zake? Bali mwashtakiana ndugu kwa ndugu, tena mbele yao wasioamini. Basi imekuwa upungufu kwenu kabisa kwamba mnashtakiana ninyi kwa ninyi. Maana si afadhali kudhulumiwa? Maana si afadhali kunyang'anywa mali zenu? Bali kinyume cha hayo ni wenyewe, hayo ninyi wenyewe mwadhulumu watu na kunyang'anya mali zao. Naam, hata za ndugu zenu. Hii kanisa ilikuwa limeoza sana yaani watu wanazulumiana, wananyang'anyana mali, baada ya wao kuzulumiana na kunyang'anyana mali, tena wanaenda kushitekana kwa wapagani, watu wasioamini. Au amjue ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawatarithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti. Naam. Nafikiri wala wevi. Nafikiri tuone kwanza picha haraka ya sura ya 6 mstari wa kwanza hadi 11. Ni kwamba Paulo anaonya kanisa kuhusu kushtakiana kwa wasioamini.
Yaani ndugu na ndugu wakiwa na tatizo walipeleke kwa mchungaji wao, mchungaji ataliletea suluhu. Ndugu na ndugu wakiwa na tatizo waende kwa msimamizi wa kanisa, lakini wasipeleke mashtaka ya kwa ndugu wa kanisa kwa watu wasioamini. Ndugu kwa ndugu hawapelekanagagi. Ndugu kwa ndugu hawastahili kupelekana korti, hawastahili kupelekana mahakama. Ndugu kwa ndugu hawawezi kwenda mahakama. Kwani mchungaji ana kazi gani? Wazee wa kanisa wana kazi gani? Kazi yao si ni kusikiliza mazito na matatizo ya kondoo? Sasa iweje ndugu na ndugu tena wanapelekana mahakamani? Mnapelekanaje mahakamani wakati nyinyi wawili ni Wakristo? Mnapelekanaje mahakamani wakati nyote wawili mmeokoka? Kwa nini msikae chini mbele ya mchungaji wenu na mkapate suluhu? Paulo anaonya kanisa la Korinto. Shida ikoje hapa? Watu ndugu kwa ndugu wanazulumiana mali ndani ya kanisa, alafu tena kuliko kwenda mbele ya mchungaji wanaenda kushirikiana mahakamani. Ni aibu, aibu kubwa. Kuna dada mmoja huko Tanzania, yeye aliimba akasema ya kwamba hapiganagi mwenyewe, anapiganiwa na baba, kwamba anaambia watu kwamba wenzangu, sipiganagi mwenyewe, ninapiganiwa na baba. Sawa. Sasa hapa majuzi kukafika kituko kimoja, akabebana na mwimbaji mwingine ambaye ana umri karibia umri wa mamake. Walipobebana waimbaji hawa wawili maarufu tena Tanzania, na watu wawili wameokoka, na huyu aliyesema kwamba yeye hapiganagi mwenyewe, anapiganiwa na baba, ndiye aliyesema kwamba amechokozwa, kuliko sasa kuacha baba yake ampiganie yeye. Huyo tena akasema ninakupeleka mahakamani uende ukatoe ushahidi. Mimi niliposikia hiyo sasa nikashangaa, ndo sasa nikaelewa kumbe yule baba ambaye waga anampigania sio Mungu, ni mahakama. Yule baba ambaye yeye aliimba sipiganagi mwenyewe, napiganiwa na baba, baba ni mahakama. Sababu gani sasa wewe uwezi ukasema unapiganiwa na baba wakati wa shida tena unaenda mahakamani? Kwa nini usiache baba akupiganie? Kwani baba hayupo? In fact, in case baba ni Mungu, baba hayupo. Si baba yupo, Mungu hayupo. Mungu yupo. Sasa kwa nini unaenda mahakamani na wewe ni Mkristo? Paulo amekataza Wakristo wawili kwenda wapi? Mahakamani. Amekataza kupeleka maneno yao kwa wasioamini. Je, mahakama inaongozwa na waaminio? Si mahakama majaji wengi, avoka wengi, watetezi wengi ni wasioamini? Na mahakama sio mahali pa Wakristo kwenda. Wakristo wanamaliza matatizo yao mbele ya kiti cha enzi, mbele ya mchungaji wao, mbele ya Mungu, kwenye magoti, matatizo yanaishi hapo. Sasa mnapelekanaje tena mahakamani wakati andiko limekataa, wakati Biblia imekataa? Alafu unasema kwamba mimi sipiganagi mwenyewe, unapiganiwa na baba. Baba nani? Baba mahakama. Wakristo wa leo hawana uwezo wa kuishi wanayoyahubiri, hawana uwezo wa kuishi wanayoyaimba, hawana uwezo wa kuishi wanayoyaongea. Kanisa la Bwana lazima lisimamie kwenye msingi wa neno. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu kulijitokeza mtu mmoja wa Mungu, na nimesikia kama ni mkuu wa mkoa, akawaita wote wawili, akasuluhisha lile tatizo. Nikasema wow, bora hata hivi kuliko kwenda wapi? Mahakamani. Nimeambiliwa kwamba ni mtu mmoja mkubwa huko Tanzania. Nikasema amefanya vizuri huyo baba, Mungu ambariki. Angekuwa karibu ningempa hata mkono wa hongera, kwa sababu ametoa aibu kwa kanisa. Ingekuwa ni aibu Mkristo mmoja asimame hapa kwenye mahakama mwingine asimama hapa kwenye mahakama, wanaanza yaani nilikuwa nina imagine hiyo kitu itatukana kanisa jinsi gani. Alafu wote wawili ni mastaa, huyu ni star mkubwa, huyu naye ni star mkubwa, wanajulikana si Tanzania tu, hata hapa Kongo pia wanajulikana, na ni waimbaji wazuri sana ambao wanapendwa na watu wengi sana. And then sasa isikike wote wawili wamekuwa mahakama, na kama wangefika mahakamani huyu kesi ingechukuliwa na hawa maadvocate, si hivyo huyu naye kesi inachukuliwa na maadvocate. Kwa hiyo ingegeuka biashara, sababu maadvocate wanaitaga hawa watu ambao wameshtaki, na mshtakiwa wanawaita ni wateja. Hawa ni wateja wetu, no client. Kwa hiyo wangeanza kuwatetea kimtindo wa kipagani. Hiyo vurugu ingeharibu kanisa la Mungu Tanzania, usingeamini. Mungu ashukuriwe kwa kuinua huyo mtumishi wa Mungu ambaye aliinuka na akawakutanisha watu wawili pamoja na wakaombeana msamaha na wakasameana. Paulo anaendelea kuonya kanisa, tusipeleke matatizo yetu kwa wasioamini.
Matatizo yetu tuyamalize sisi kwa sisi mbele ya wazee wetu wa kanisa. Je, Tanzania mzima hakuna mtu hata mmoja mwenye hekima ambaye anaweza akamaliza hili tatizo mpaka watu waende wakastakiane, wakapelekane mahakamani? Na alafu cha ajabu wanavifanya kwenye mitandao ya kijamii. Huyu anakuja anaandika, huyu anakuja anaandika. Hekima iko wapi katika kanisa la Mungu? Watu wako wapi ambao wanaweza wakamaliza matatizo kwa haraka? Kanisa la leo ni sawasawa na kanisa la Korinto. Yaani unavyoliona jinsi lilivyo, na kanisa la Korinto ni sawasawa. Na katika kuanza sura ya 12 hadi 20, hebu soma mstari wa 12, 6:12. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Vyakula ni kwa tumbo, na tumbo ni kwa vyakula. Lakini Mungu avitowesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Ndio. Naye Mungu alimfufua Bwana, na tena atatufufua sisi kwa uweza wake. Ndio. 15. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Amen. Hii kuanza huu mstari wa 12 hadi mstari wa 20 ya Wakorinto 6, Paulo anaonya kanisa la Korinto watukuze Mungu kupitia miili yao. Waache maisha ya uzinzi, waache maisha ya ukahaba. Kama ni swala la vyakula, wale vyakula sawa, lakini wajue ya kwamba siku moja na chakula na tumbo vyote vitaenda wapi? Kwa hiyo usafi wa miili yao iwe safi, wamtukuze Mungu katika mwili na katika roho pia. Nafikiri hiyo ndo picha ya sura ya 6. Umeelewa nini sura ya 6? Katika sura ya 6 nimeelewa katika usafi wa mwili. Yaani Paulo anaambia watu kwamba usafi wa mwili na waelewa kwamba mwili wao si kwa sababu ya uzinzi, lakini kwa sababu ya hekalu la Roho Mtakatifu. Katika jambo hilo anaonyesha ya kuwa watu wakijisifu yaani kifupi tu ni kwa sababu ya usafi wa mwili. Jambo kubwa kwanza, kuanza mstari wa kwanza hadi mstari wa kwanza yani 6:1 hadi 11 inaongea kuhusu mashtaka. Sawa? Yaani Wakristo wasistakiane kwa wasioamini. Waaminio au ndugu kwa ndugu wanapokoseana waende mbele ya mchungaji, mbele ya mzee wa kanisa, mbele ya mtu mwenye hekima, amalize hilo tatizo. Lakini wasistakiane kwa wasioamini, kwa sababu wao waaminio watahukumu dunia kesho, wao waaminio watahukumu malaika kesho. Na jambo la mwisho ni kwamba miili yao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wamtukuze Mungu kupitia miili yao. Hebu twende sasa kwenye sura ya 7 ambayo ni maagizo kuhusu ndoa. Hapa Paulo sasa anaongea na wanandoa, anaongea na watu wa ndoa. Yaani ukiona hii sura ya 5, ya 6, ya 7 zinaongea tu masuala ya nini? Ya ndoa. Hata kama zinaweza zikagusia pointi zingine ndogo ndogo, lakini swala kubwa nyeti ni swala la ndoa. Hebu anza kwenye mstari wa kwanza, 7:1. Kwa mstari wa kwanza, basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, heri mwanamume asimguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe,
na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mume na mpe mke. Kwa hiyo unasikia hapa naomba niseme kidogo hapa. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Kwa hiyo poligami au polyandrie Mungu hanakataa. Yaani mwanamke mmoja kuwa na wanaume wengi au mwanaume mmoja kuwa na wanawake wengi ni kinyume ya neno la Mungu. Unaoa mwanamke huyu mmoja, unaolewa na mwanaume huyu mmoja. Hiyo ndio kulingana na neno. Usiseme sasa alafu Sulemani, alafu Daudi. Sikiliza, hii ni agano nyingine tofauti kabisa na lile agano la Sulemani na lile agano la kina Daudi. Endelea. Mume na mpe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na mpe mmewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Hapa nafikiri waliooa na kuolewa wanaelewa Paulo anaandika nini. Endelea. Msinyimani isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Waliooa na walioolewa nafikiri hapa mnaelewa. Lakini nasema hayo kwa kutoa idhini yangu, si kwa amri. Ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo. Walakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu. Huyu hivi na huyu hivi. Lakini nawaambia wale wasiooa bado na wajane, ni heri wakae kama mimi nilivyo. Ndio. Lakini ikiwa hawawezi kujizuia, na waoe. Ndio. Maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Nafikiri unaelewa hapo. Wale wasiooa na wajane. Ndo watu kama nyinyi ambao hamjaoa, mkae kama Paulo. Na ukiona uwezi basi oa, lakini si eti hujaoa tena huku natoka na wanawake. Hapana. Nyinyi mnakaa kabisa kama Paulo. Unajua Paulo hakuwa na mke. Okay. Tunaendelea. Lakini wale waliokwisha kuona na waagiza. Waliokwisha kuoana na waagiza. Kuoana ndio na waagiza. Wala hapo si mimi, ila Bwana. Mke asiachane na mume. Mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye na akaye asiolewe au apatane na mumewe tena, mume asimwache mkewe. Unasikia hapo Kwa wale waliokwisha kuoana ni Mungu anaagiza mume asiache mkewe na mke asiache mumewe, na wakiachana wasiende kuolewa tena huko nje. Ina maana mwanamke asiolewe, mwanaume naye asifanye nini? Asiolewe. Na wakitaka kuolewa tena warudiana. Lakini watu wengine na waambia mimi, wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu mmoja na mke asiyeamini, na mke huyo anakubali kukaa naye, asimwache. Hiyo ni kawaida. Wandugu wapo wengi sana ambao wanawake wao ambao hawajaamini na wanakaa na wao, na wanawake ambao wanaamini ni wengi ambao wanaume wasioamini na wanakaa nao. Ndio. Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini, na mume huyo anakubali kukaa naye, asimwache mumewe. Kwa maana yule mume asiyeamini utakaswa katika mkewe, na yule mke asiyeamini utakaswa katika mumewe. Ndio. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Lakini yule asiyeamini akiondoka, na aondoke. Hapo huyu ndugu mume au ndugu mke hafungiki. Lakini Mungu ametuita katika amani. Hiyo ndio verse ambayo imeleta matatizo, lakini nimeshaieleza sana. Yaani hii Wakorintho wa kwanza 7:15 nimeshaieleza sana maana yake. Maana yake sio sababu mume wako waamini aende. Hapana, sio hivyo. Ina maana yake ambayo nimeeleza, utaona kwenye video zingine hapo utaipata. Ndio. Nafikiri umeelewa Wakorintho wa kwanza 7:1 hadi 15. Ni maagizo ya ndoa, ni habari za wanandoa. Sawa? Hilo ni la kusoma tu na kuelewa, wala halina mambo mengi.
Tunaanza 17. Lakini kama Bwana alivyomgawia kila mtu, kama Mungu alivyomwita kila mtu na aenende vivyo hivyo, ndivyo ninavyoagiza katika makanisa yote. Je, mtu fulani ameitwa hali amekwisha kutahiriwa? Asijifanye kana kwamba hakutahiriwa. Kuanza huo mstari wa 17 hadi 24, hiyo inaongea kuhusu kutokuiga maisha katika wokovu. Umeitwa huko hivi, nenda vile ulivyo maadamu sio dhambi. Sawa? Umeitwa unatembeaga hivi, wewe tembea hivyo tu. Tumeona watu wengi sana kujaribu kuiga maisha sababu ameokoka, sasa anaanza kutembea hivi. Hapana, utakuja kuwa mnafiki tu bure bure. Kwa hiyo kaa vile ulivyo maadamu sio dhambi, tusonge mbele katika Bwana. Na kuanza 25 hadi mstari wa 40 inaongea kuhusu wajane na wanawali. Nafikiri unaweza sasa ukasome kuanza soma kidogo 25. Kwa habari za wanawali sina amri ya Bwana, lakini natoa shauri langu, mimi niliyejaliwa kwa rehema za Bwana kuwa mwaminifu. Basi naona hili kuwa jema kwa ajili ya shida iliyopo, kwamba ni vema mtu akae kama alivyo. Je, umefungwa kwa mke? Usitake kufunguliwa. Umefunguliwa? Usitafute mke. Lakini kama ukioa huna hatia, wala mwanamwali akiolewa hana hatia. Lakini watu kama hao watakuwa ni dhiki katika mwili, nami nataka kuwazuilia hayo. Amen. 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 Kwa hiyo hii inaongea kuhusu wanawali na kuhusu wajane. Nafikiri jamani, tumemaliza episode yetu ya pili ya sura ya 5 hadi sura ya 7 ya Wakorinto wa kwanza. Na yeyote aliye na swali, una swali wewe lolote? Uulize kwa niaba ya wasikilizaji wote. Okay, naweza nikauliza. Hivi nimeshakula dakika ngapi? 47. Okay. Hapa naweza nikauliza kutokana na hali ya kwamba kuna mtu ambaye anaoa. Wote wanaamini. Lakini mke wake ameamua ya kwamba tu amwache. Sasa mke wake anamwacha, mume anasema kwamba mimi ningenda kupenda bwana. Sasa mume wake anaenda, anajaribu kwenda kumchukua kwao, anasema kwamba mimi na wewe hamna. Hamna kabisa. Sasa yule kijana ataoa au je? Wewe umetoka kusoma sasa hivi? Umetoka kusoma sasa hivi hapa? Ndio. Soma tena 15. 7:15. 7:15. Hapa usome 15. 15. 13. 13. Okay. Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini, na mume huyo anakubali kukaa naye, asimwache mumewe. Bonjour. Kwa maana yule mume asiyeamini utakaswa katika mkewe, yule mke asiyeamini utakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wetu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Okay, anza 10 sasa. Anza 10. Ndio. Lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi ila Bwana, mke asiachane na mumewe. Mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe au sawa, simamia kwanza hapo. Hiyo si ni simple. Hawa wawili walioana ni wa Kristo. Baada ya muda fulani mwanamke anamkataa. Inaweza ikafikie neno linakataza watu wawili kuachana. Si ni hivyo? Ijalishi neno linakataza nini, mimi simtaki, wanaachana. Kumbuka huyu ameenda bado ni Mkristo. Huyu amebaki bado ni Mkristo. Neno linasema huyu huko alikokwenda asiolewe tena, na huyu huko alikobaki asiowe tena. Na huyu akitaka kuolewa arudilie mume wake. Simple. Maandiko yameshajibu hilo swali lako. Sawa? Haya jamani, asanteni. Wacha tuishie hapa kwa leo. Tutaendelea na sura ya 8 hadi ya 10 siku ijayo. Asante, kwa heri.